Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan amewapongeza wananchi wa Zanzibar kwa kuonyesha ukomavu mkubwa wa kisiasa na kudumisha amani wakati wa mchakato wa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka uliopita. Akizungumza Agosti tarehe 11 mwaka wa 2026 na wananchi pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika eneo la Kisongwe visiwani Zanzibar, kiongozi huyo mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa amesisitiza kwa dhati umuhimu wa amani, utulivu na mshikamano miongoni mwa wananchi wote wa Tanzania. Kiongozi huyo mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alieleza kuwa Zanzibar imeonyesha mfano nzuri sana wa namna tofauti za kisiasa zinavyoweza kushughulikiwa na kutatuliwa bila kufuruga utulivu wa jamii au kuleta usumbufu kwa raia. Kwa mujibu wa maelezo ya mkuu wa dola na mwenyekiti wa CCM, uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025 ulifanyika katika visiwa vya Zanzibar bila kuwepo kwa vitendo vyovyote vya furugu, amani au raia yoyote kuumizwa, jambo ambalo alibainisha kuwa ni ishara wazi ya ukomavu wa hali ya juu wa kisiasa wa wananchi wa visiwani humo. Mkuu huyo wa nchi na mwenyekiti wa CCM alieleza zaidi kuwa mafanikio hayo makubwa ya amani yanapaswa kutambuliwa na kuthaminiwa na kila Mtanzania, kwa sababu amani ndiyo msingi mkuu na wa pekee wa maendeleo endelevu ya taifa nzima. Katika hotuba yake hiyo iliyotolewa katika eneo la Kisongwe, kiongozi huyo mkuu wa serikali na mwenyekiti wa CCM Taifa alitumia pia mfano mzuri wa ushindani wa sekta ya michezo kueleza kwamba ushindani wa kisiasa hupaswi kabisa kugeuka na kuwa chanzo cha uhasama na uadui katika jamii. Mkuu wa dola Daktari Samia Suluhu Hassan alibainisha kuwa hata katika mchezo wa mpira wa miguu ambako kuna ushindani mkubwa na wa jadi katika klabu maarufu za Simba na Yanga, mashabiki na wachezaji wa timu hizo mbili wanaendelea kuishi pamoja kwa amani, ushirikiano na upendo mkubwa mara tu baada ya mchezo kukamilika. Mtazamo wa kiongozi huyo mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa: ushindani wa kisiasa unapaswa kuwa na mipaka ya kiungwana na kutumia kama njia sahihi ya wananchi kuchagua viongozi wanaowaamini badala ya kugeuka kuwa sababu au chanzo cha kugawanyika, kuchukiana au kufinyana ama kufanyiana uadui. Mkuu huyo wa serikali alisisitiza kwamba mara tu baada ya uchaguzi mkuu kumalizika, jambo muhimu zaidi linalopaswa kufanywa ni wananchi wote kuungana kwa pamoja na kuelekeza nguvu zao zote katika kujenga taifa na kuboresha maisha ya kila siku. Akitoa pongezi hizo kwa wananchi katika eneo la Kisongwe visiwani Zanzibar, kiongozi huyo mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa alieleza kuridhishwa kwake na namna uchaguzi ulivyofanyika kwa amani na utulivu mkubwa bila kuwepo kwa matukio ya raia kunyanyaswa au kuumizwa, huku akisisitiza kwa dhati umuhimu wa hali hiyo nzuri kuendelea kulindwa na kutunzwa na kila mwananchi. Mbali na masuala ya amani na ushindani wa kisiasa, kiongozi huyo mkuu wa nchi aliwataka wananchi wa Zanzibar kutumia vyema fursa mbalimbali na mazingira wezeshi yanayowekwa na serikali na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kujitetea na kujiletea maendeleo binafsi, maendeleo ya familia zao pamoja na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Mkuu huyo wa dola na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa alibainisha kuwa serikali inaendelea kuweka na kuimarisha mazingira bora yatakayowawezesha wananchi kushiriki kikamilifu kwa ufanisi katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii nchini. Kiongozi huyo mkuu wa nchi alibainisha kwa kina kuwa amani na utulivu vinapokuwa sehemu ya kawaida ya maisha ya jamii, wananchi hupata nafasi nzuri, tulivu na yenye uhakika ya kufanya kazi zao za uzalishaji, kuwekeza mtaji wao na kuendeleza shughuli mbalimbali za maendeleo. Kwa sababu hiyo ya msingi, mkuu wa dola
Na mwenyekiti wa chama cha CCM Taifa aliwataka Wanazanzibari wote kuendelea kuthamini na kulinda hali hiyo ya utulivu na kuepuka kikamilifu vitendo vyote vinavyoweza kuhatarisha au kubomoa mshikamano uliopo hivi sasa. Katika hatua nyingine ya hotuba yake iliyotolewa eneo la Kisongwe, kiongozi huyo mkuu wa nchi Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa wito thabiti kwa wananchi wote kuendelea kuishi kwa upendo na mshikamano mkubwa ili kuvutia watalii na wawekezaji wengi zaidi kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa upande wa Zanzibar, mkuu huyo wa serikali alieleza kuwa sekta za utalii na uwekezaji ni miongoni mwa maeneo muhimu na ya kimkakati yanayowezesha kuongezeka kwa kiasi kikubwa fursa za ajira, fursa za biashara na mapato ya uhakika kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Ujumbe huo mzito na wa kihistoria wa kiongozi huyo mkuu wa nchi inakuja wakati ambapo umuhimu wa kuimarisha amani na utulivu katika kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi umeendelea kuwa swala la msingi na la kipekee nchini Tanzania. Mkuu huyo wa dola na mwenyekiti wa CCM Taifa ameonekana kusisitiza kwa uwazi kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kabisa kuondoa uzalendo wa wananchi wala kuvunja uhusiano mwema na wa undugu unaounganisha wananchi wa Tanzania. Uchambuzi wa kina wa kauli hiyo ya mkuu wa dola na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan unaonyesha kuwa sababu kuu ya kutoa pongezi hizo kuu Kizongwe ni kutambua mchango wa wananchi wa Zanzibar katika kuweka mfano wa kuigwa wa ukomavu wa kidemokrasia na kisiasa. Mabadiliko hayo chanya yanaonyesha athari za moja kwa moja katika kuimarisha taswira ya nchi kimataifa na kitaifa, kukuza uchumi wa eneo hilo kupitia sekta za uzalishaji kama utalii na biashara za kimataifa. Umuhimu wa kauli hiyo ya kiongozi mkuu wa nchi unajidhihirisha katika namna inavyojenga daraja la maelewano kati ya makundi mbalimbali ya kisiasa, huku ikihusisha moja kwa moja misingi ya amani na ustawi wa kiuchumi wa wananchi wa kawaida. Taasisi mbalimbali za serikali na za kisiasa zinahusika moja kwa moja katika kutekeleza na kusimamia maelekezo hayo ya mkuu wa dola kwa kuweka mazingira salama na wezeshi kwa kila mwananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Uhusiano wa kauli hiyo na matukio mengine ya kisiasa nchini unalenga kuonyesha jinsi ambavyo mchakato wa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka uliopita ulivyokamilika salama visiwani Zanzibar na kuwa msingi wa kuendeleza juhudi za serikali za kuleta maendeleo na kuimarisha sekta za uwekezaji na utalii. Kiongozi huyo mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa alihitimisha maelezo yake kwa kusisitiza kuwa serikali itaendelea kutekeleza wajibu wake kwa kuweka mazingira bora yatakayowezesha wananchi wote wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa amani, utulivu na mshikamano wa dhati.